ya Kitengela, lakini kwa sasa tukitoka huko wacha tuelekee kwa Sheila Chelangat, mwanahabari wetu ambaye amekita kambi katika mji wa Nairobi, atujuze mengi zaidi. Hali iko vipi? Sheila Chelangat, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, tujuze kwa kina. Naam, asante sana mwenzangu Paul Kirobi. Tunakukujia mbashara kutoka katikati mwa jiji la Nairobi, yani Nairobi CBD, ambapo tunafuatilia maadhimisho ya Sabasaba Day hapa jijini Nairobi. Kumbuke kwamba waliokuwa wanataka kupanga maandamano haya walitaja kwamba wangeanza maandamano yao katika bustani la Jivanjee hapa jijini Nairobi wakielekea katika majengo ya bunge, lakini kufikia sasa hatujaona lolote kama hilo likifanyika, ila ni uwepo tu wa maafisa wa polisi ambao wameshikia doria kuhakikisha kwamba usalama unadumishwa hapa jijini Nairobi. Awali tuliweza kuzungumza na wakazi wa Nairobi ambao walitaja kwamba waliweza kupitia ukaguzi wa magari ya huduma za umma, hatua ambazo polisi walikuwa wametaja kuwa ni za kuhakikisha kwamba usalama unaimarishwa jijini Nairobi kwa wale wote ambao wanatarajia kufika katikati mwa jiji la Nairobi. Kundi ambalo lilikuwa limepanga maandamano haya walikuwa wametaja kwamba takriban watu 3,000 wangeshiriki katika maandamano hayo katika bustani la Jivanjee kuanzia mida ya saa 3 asubuhi, ila imefika saa 5 na hamna chochote ambacho kimefanyika tayari. Tunazidi kusubiri kuona iwapo waandalizi wa maandamano hayo wataweza kufika jijini hapa CBD. Hapo jana kamanda wa Nairobi Isa Mohamud alitaja kwamba hawakuwa wamepokea notisi, ila waandalizi hao walizidi kusisitiza kwamba walikuwa wametoa notisi yao kwa Inspector Generali wa polisi Douglas Kanja, na pia kusema kwamba wataendelea na maandamano hayo yaliyokuwa yamepangwa. Kwa sasa tunazidi tu kusubiri kuona iwapo watajitokeza na kutazama iwapo watafika kweli kwenye majengo ya bunge. Awali tulikuwa tumefika kwenye majengo ya bunge na hapo hapapitiki kwa sababu kuna heavy police presence as well as a barbed wire ambayo imewekwa hapo kuzuia watu kufika mahali pale. Kwa sasa tutazidi tu kurusha macho na kutupa jicho kuona iwapo waandalizi wa maandamano hayo watatokea, ila unavyoona nyuma yangu ni kwamba magari ya polisi yamekuwa deployed katika eneo hili, ambapo sasa tulikuwa tunasubiri tu waandalizi hao kujitokeza. Lakini hali ni shwari, usalama umeimarishwa jijini Nairobi, biashara zinaendelea, wafanyabiashara wamejitokeza na wale ambao wako kazini pia wameweza kufika kazini. Kirobi, narudisha usukani kwako. Lolote likijiri tutawapa updates further. Naam, asante sana Sheila Chelangat kwa kutupasha ni kipi ambacho kinajiri katika mji wa CBD. Kama jinsi ambavyo umetazama mtazamaji, ni magari ya polisi ambayo yameweza kufika katika mji wa Nairobi, na kama jinsi ambavyo mwandishi wetu wa habari ametujuza, ni kwamba biashara zinaendelea. Hakuna vurugu zozote ambazo zimeshuhudiwa katika mji wa Nairobi. Japokuwa katika kaunti ya Mombasa hapo mwendo wa asubuhi tumeona wale wanaharakati wakiweza kufanya maandamano.